Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache ya kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hivi leo. Tuanze kukupekula kurasa kwa hili. Wakazi wa kata ya Sangamwalugesha iliyopo wilayani Maswa mkoani Simiyu wameomba kusomewa mapato na matumizi ili waweze kujua nini kinaendelea kwenye eneo lao. Hatua hiyo imepelekea mkuu wa wilaya hiyo Dr. Vincent Nano kuweza kutoa maelekezo mara baada ya kusomwa kwa taarifa hiyo iweze kubandikwa kwenye ofisi ya kijiji. Tusaidieni kupata mkutano mkuu kama ni mkutano mkuu au utaratibu wote ule kwa ajili ya mapato na matumizi. Mimi hapa nimehamia mwaka jana mwezi wa 6. Kwa kikao mkutano wangu wa kwanza ulikuwa mwezi wa 9 mwaka jana, ulifanyika na mwezi wa 12. Ulifanyika? Ndio. Isipokuwa robo ya 3 mwezi wa 3 mimi nilikuwa likizo. Na tunaandaa tutafanya mwezi wa 6 kwa pamoja. Kuna baadhi ya maeneo wananchi hawahudhurii, lakini wakija kwenye mkutano mkuu ile wanauliza. Tunaelewana eh? Kwa hiyo unatakiwa ukishasoma unabandika pale kwenye ofisi ya kijiji kwamba taarifa ya mapato na matumizi ya kijiji ni kiasi hiki, tulikusanya hiki, tumepata hiki, tumetumia kiasi hiki. Yanabandikwa pale, kila mwananchi anaona ni haki yake. Sawa bana? Hili la mapato na matumizi nitakuwa mkali sana kwa sababu sisi viongozi tumepewa dhamana ya kuwa walinzi tu, wenye mali ni hawa. Tunaelewana? Wenye mali ni nani? Wananchi. Mimi mwenyekiti na mtendaji, sisi ni wasimamizi tu. Ni kama mlinzi nyumbani kwako. Tunaelewana? Tuendelee na kurasa. Barabara Magomeni jijini Dar es Salaam ambayo hutumiwa kama mkato na magari mengi kukwepa foleni imegeuka kuwa hatari kwa wakazi wa eneo hilo kutokana na kukosekana kwa matuta. Baadhi ya wakazi wamesema tayari kumekwisha kutokea ajali kadhaa na wana wasiwasi kuwa endapo hatua zitachukuliwa mapema maisha yataendelea kuwa hatarini zaidi. Barabara ya Shehaya kuna ajali nyingi zinatokea. Tunaiomba serikali kwa mujibu wa sisi wananchi kutuwekea matuta kwa sababu hii barabara ina njia panda 4. Kuna njia inatoka Mikumini, kuna njia inatoka kwa Shehaya. Barabara kubwa taifa Morogoro Road kuja huku. Ajali nyingi zinatokea sana hapo. Kuhusu masuala ya matuta ili kuweka usalama kwa watu, kwa wavukaji wa barabara, kutokana magari yanaenda kasi sana, yanasababisha ajali. Kwa hiyo tukipata matuta itafanya madereva waende kwa spidi za taratibu. Tulikuwa tunaomba tupate kama BAMS hivi ile kusaidia watu ambao wanapita hapa wanavuka kwa sababu ajali zinakuwa nyingi sana kwenye ile eneo. Maana mwaka huu jaisha wamegongwa watoto, watu wengi, watu wazima wanagongwa. Tumalizie kurasa kwa hili. Shule binafsi katika halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita wametakiwa kuanza utekelezaji wa kuanzisha mkondo wa amali katika shule zao ili kuwasaidia wanafunzi wanaohitimu katika shule hizo. Agizo hilo limetolewa na afisa elimu udhibiti ubora wa shule ya halmashauri ya wilaya Geita na kuzitaka shule binafsi kutumia mkondo wa amali kama fursa ya kukuza vipaji vya wanafunzi. Na lengo kubwa la serikali la kuweza kuhimiza au kuanzisha mkondo huu wa amali ni kuweza kuwasaidia wengi wa wanafunzi wanaomaliza, ikiwezekana watoke wakiwa na ujuzi wakajiajiri, kwa sababu changamoto ya ajira ni kubwa. Huyu mtoto akitoka baada ya kumaliza elimu yake sekondari atakuwa tayari ana ule ujuzi kwamba sasa baba matokeo yametoka, ametoka vibaya, hajapata nafasi ya kuendelea form 5 na form 6, ataangalia katika ile fani aliyosomea kwa muda wa miaka 4, lazima atakuwa na ujuzi wa kutosha. Mtu anaweza kama mmaliza na degree yake ikawa ni vigumu kupata ajira, ila kwa sababu ya taaluma ile ambayo tutaenda kujifunza hapo shuleni kuhusu taaluma ya amali, mtu anaweza kawa na taaluma labda jinsi ya kulima, anaweza kufanya kilimo ambacho kinaweza kumfanya apate kipato chaweza kuweza kujiendeleza yeye mwenyewe. Katika dunia yetu ya sasa hivi tunahitaji pia watu kuwapatia ujuzi ambao utawasaidia baada ya kuwa wametoka hapa wataenda kufanya kazi zao, na itawasaidia sana watu kujiajiri badala ya kusubiri kuajiriwa. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hivi leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa, na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuleta kurasa kwa hivi leo, jina langu naitwa John Lawrence Rupokela. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.
Kurasa.